And I know the Lord has been together with us and He is here in the name of Jesus. And today I just want to share us concerning determinants of miracles. Determinant of miracles. That is Acts chapter 3 verse 1. It says, now Peter and John went up together unto the temple at the hour of prayer, being the 9th hour, and a certain man ring from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple, who seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms. And Peter fastened his eyes upon him with John, saying, look on us. And he gave heed unto them, expecting to receive something of them. Then Peter said, silver and gold have I none, but that as I have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. And he leaping up stood and walked and entered with them unto the temple, walking and leaping and praising God. And all the people saw him walking and praising God. And they knew that it was he who sat for alms at the Beautiful gate of the temple. And they were filled with wonders, amusement at that which had happened unto him. Verse 16. And his name, through faith in his name, has made this man strong, whom you see and know. Yet the faith which is by him has given him this perfect soundness in the presence of you all. May the Lord bless the reading of his word in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 You see, this is John, Peter, and John. Peter and John. This is Peter and John. And they had a regular thing they were used to do. Every day at 9th hour they used to go to the temple. And when they used to go to the temple, they met a cripple in the temple, which is called Beautiful Gate. And when they met that cripple, they used to do it. Because this is not the first, nor the last. Hallelujah. Amen. And this man, he was used to be kept in that gate every day. So every day, they used to meet him there. Hallelujah. Amen. And you see, when they used to meet him, they pass by. But there is a day came when these were not in order, was an extraordinary way. Not as usual. And this day, as Peter and John went to the temple, what happened to them? They saw the cripple. And this man stretched forth his hand.
kunyanyua mkono. To be given something. Ili apewe. Hallelujah. Amen. And the Bible tells us Biblia inatuambia that Peter kwamba Petro and John na Yohana fastened their eyes wakamkazia macho. unto him. Wakamkazia macho. Hallelujah. Amen. And this man Na huyu mtu was expecting to receive something alikuwa anatarajia apewe kitu from them. kutoka kwao. Hallelujah. Amen. 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 But see, Peter told him Lakini Petro that akamwambia gold and silver kwamba dhahabu na we fedha do not have. hatuna. Hallelujah. Amen. But that which we have, Lakini kile ambacho tuko nacho in the name of Jesus, katika jina la Yesu, rise and walk. inuka na utembee. Hallelujah. Amen. Amen. And the word of God says Na neno la Mungu that nasema Peter stretched his hand, kwamba Petro held him by the hand, akamshika kwa and mkono, lifted him up, akamuinua and his bones na mifupa yake received strength, ikapata nguvu and he walked. na akatembea. He entered with them Akaingia into mpaka the temple, hekalu reaping, akiwa praising God. akiwa na Hallelujah. Amen. Amen. Praising God. Akimsifu Bwana. You see, there are things which, as we walk in life, Kuna mambo tunapotembea katika we maisha must be, you know, expectant of receiving the miracle. lazima uwe unatarajia kupata miujiza. This man expected to receive handouts, Huyu mtu alitarajia kupewa kitu, but instead of receiving the handout, lakini baada ya kupata kitu kidogo he received healing alipokea uponyaji that he may go and work for himself. ili aende ajifanyie kazi. Hallelujah. Amen. Amen. Now, see, when we talk about determinants of miracles, Tunaponena juu ya anayefanya muujiza there utendeke, are things kuna mambo which will happen ambayo in itatendeka order for me ili mimi to receive my miracle. nipokee muujiza wangu. Hallelujah. Amen. Amen. And remember Jesus said Na ikumbuka Yesu that anasema we go but preach the word, tunaenda healing the tunahubiri sick, tukiwaponya wagonjwa, performing miracles. tukitenda miujiza. Amen. Amen. You know, there is one who will receive a miracle, Naye atapokea and muujiza there is one who will perform a miracle. na kuna naye atatenda muujiza. Hallelujah. Amen. Amen. But there are things will accompany Na kuna mambo yatafuata the one who will perform yule miracle ambaye atatenda and the muujiza one who will receive. naye ambaye atapokea. Hallelujah. Amen. You see, the first thing Jambo la kwanza, in determinants of miracles, anataka ifanya muujiza utendeke, get out of your comfortable zone. utoke mahali ambapo umekaa na kusikia umefika. Get out of your comfortable zone. Utoke hapo mahali ambapo umekaa na Hallelujah. Amen. Amen. It's a must. Ni lazima. You know, many of us, Unajua wengi wetu where we are, mahali ambapo we are tuko, comfortable. tunasikia tumetulia. I have a salary, Nina mshahara, I have a house, nina nyumba, I am in a comfortable zone. nasikia nimefika. My business is doing well. Biashara yangu inafanya I vizuri. am eating. Ninakula. I'm not sleeping hungry. Silali njaa. Everything is working well. Kila kitu kinaendelea vizuri. So, even everything is working well, Kwa hivyo kama kila kitu I kinaendelea cannot vizuri, receive any miracle. siwezi pokea muujiza wote. Hallelujah. Amen. Amen. Why? Kwa nini? I am in a comfortable zone. Ninasikia I am nimetosheka. comfortable. I am Nimetosheka. not expectant. Na si tarajii. Amen. Amen. Until Mpaka I will get out of my comfortable zone. nitoke mahali ambapo It's the time I will experience change. hapo ndipo nitapata You see, Peter and John, Petro na Yohana they used to enter to the temple through the beautiful gate. walikuwa wanaingia hekaluni kupitia They used to meet this man there. walikuwa wanakutana huyu mtu pale. The Bible doesn't say they had given him any handout, Biblia inasema kwamba walikuwa wanampatia kitu except this day isipokuwa siku hii when he looked unto them wakati and aliwatazama expected gold and silver. na akatarajia dhahabu na fedha. And you see, it's a first miracle. Na unaona ni muujiza wa kwanza Physical, Peter and John are performing after experiencing the baptism of infilling of the Holy Spirit. ambao Petro na Yohana wanatenda baada ya kujazwa na Roho In Mtakatifu. chapter 2,
the Holy Spirit. Katika sura ya pili They wakajazwa na Roho spoke in Mtakatifu. new tongue. Wakanena na lugha. Peter spoke the word. Petro akanena neno. 3,000 men came to the Lord. Watu 3,000 wakaja kwa Bwana. Hallelujah. Amen. Now they're in chapter 3. Sasa wako sura ya They are 3. going to worship God. Wanaenda kumwabudu Mungu. In the hour of going to have a communion with God. Wakati walipokuwa naenda kutana Mungu. Because it was their hour. Kwa sababu ilikuwa ni As lisaa. Israelites, every after 3 hours at night, they used to go to the temple. Baada ya masaa matatu walikuwa Hallelujah. Amen. Amen. To worship God. Ili wakamwabudu Mungu. To sacrifice to God. Wakatoa dhabihu kwa Mungu. And this they were doing daily. Na hii walikuwa wanafanya kila siku. And you see, each one of us, Na kila mmoja wetu. there is a purpose why you got saved. Kuna sababu ile ilifanya uokoke. Hallelujah. Amen. There is a purpose. Kuna sababu. You are not saved just to be a saved believer. Kwa kuokoka uwe tu. There is a purpose. Kuna sababu. And you know the greatest problem with us Na unajua ile shida kubwa nasi is that we don't understand why we got saved. ni kwamba hatufahamu kwa nini We tuliokoka. think that because I gave my life to Jesus, Tunafikiri kwamba kwa sababu nimpatia I Yesu will maisha, see heaven. nitaona mbingu, I will be with the Lord. nitakuwa na Bwana. Huh? Hallelujah. Amen. But there is a purpose Lakini kuna sababu here on earth huku in duniani the name of Jesus Christ. katika jina la And Yesu. because these Peter and John discovered, Na kwa sababu hii Petro they na went to the Yohana temple. walienda hekaluni. Hallelujah. Amen. You are saved for a purpose. Umeokoka kwa These sababu men fulani. experienced the power of the baptism Wao watu waliona for a purpose. kwa sababu fulani. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. You see, let me read a scripture here in Matthew chapter 5, verse 1. Katika Mathayo sura ya No, not chapter 5, verse chapter 10. sura ya 10, Mathayo sura ya 10, Chapter 10, I read verse 1. mstari wa kwanza. Then I jump to 5, part 8. It said like this. And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against an unclean spirit to cast them out, to heal all manners of sicknesses and all manner of diseases. Hallelujah. Amen. This is Jesus. Huyu ni Yesu. After he has called his 12, Baada ya he gave them power aliwapa nguvu against unclean spirit kinyume na maroho to machafu cast them out ili awaweze and kuyatoa to heal all manner of sicknesses na kuponya kila and aina ya all ugonjwa. manner of diseases. Kila aina ya Hallelujah. ugonjwa. Amen. The Lord has called you Bwana amekuita and has given you na power amekupa nguvu to heal against unclean spirit. kinyume na maroho chafu. Hallelujah. Amen. 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 You are a believer. Wewe ni mwaminio, You have the power una nguvu against unclean spirits. za kuinukia maroho yote You chafu. have power Una nguvu to cast out evil spirits. za kuondoa maroho chafu. You have the power Una to nguvu heal ya all kuponya manner of sicknesses and diseases. kila aina ya ugonjwa na maradhi. Verse 5 says, Mstari wa 5. those 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, what? Just read the rest. He sent them. Aliwatuma. Tell somebody you have been sent. Hallelujah. Amen. Tell somebody you have power Una nguvu against every evil power. kinyume na nguvu zote. Tell somebody you have power Una nguvu to heal all kinds of diseases and sicknesses. ya kuponya kila aina ya magonjwa na maradhi. Tell somebody you have power Pia mtu una nguvu against the evil spirits. kinyume na maroho ya machafu. Hallelujah. Amen. 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 The first thing for Jambo your la miracle kwanza, ili is to miracle discover you have power. ni kwamba ugundue una nguvu. Hallelujah. Amen. And the second thing is Jambo la pili ni you have been sent. umetumwa. Hallelujah. Amen. You have been sent. Umetumwa. When you
are sent, what are you supposed to do? Unapotumwa unastahili fanya. You are supposed to go and cast out demons. Unastahili kuondoa na You are supposed to go and heal all kinds of sicknesses and diseases. Unastahili kwenda uponye magonjwa. Because you have power. Kwa sababu una nguvu. Hallelujah. Amen. You have power. Una nguvu. So you have to come out of your comfortable zone. Kwa hivyo unastahili kutoka mahali ambapo umetulia. Where you don't feel any pain of other people. Mahali ambapo hausikii uchungu wa watu wengine. Where you don't even try to pray for somebody. Mahali ambapo hata usikii. You come out of your comfortable zone. Utoke mahali pale. That I am just going to heaven. Kwamba naenda tu mbinguni. We are not just born again to go to heaven. Hatujaokoka. We are born again to preach the word. Tumeokoka ili We are born again to cast out demons. Tumeokoka ili We are born again to heal all manner of sicknesses and diseases. Tumeokoka ili tuponye kila magonjwa na maradhi. Hallelujah. We have to come out of our comfortable zone. Lazima tuondoke mahali ambapo tumetulia. Amen. Where we just are fed and not going out. Na mahali ambapo tu tunasikia tumetosheka na tutoki nje. We are just fed. Tunalishwa tu. We have the word of God. Tuna neno la Mungu. We need to come out of it. Tunastahili kutoka pale. Amen. Because that comfortable zone will never help us. Haitatusaidia. Hallelujah. Go out and preach the word of the Lord. Enda nje in the name of Jesus. Katika jina la Another thing. Jambo lingine. We must discover the time. Lazima tugundue nyakati. God works with time. Mungu hufanya kazi na God wakati. is God of time. Na Mungu ni Mungu wa wakati. Discover the right atmosphere for your miracle. Gundua hali nzuri ya muujiza wako. Or discover the right atmosphere to perform a miracle. Na ugundue hewa ama wakati mzuri wa kutenda muujiza wako. Hallelujah. Amen. And you see God is God of time. Na Mungu ni Mungu wa wakati. And in a time, na kwa wakati, there are things God does. Kuna mambo Mungu hufanya. And you are left na unaachwa wondering how it has happened. Imetendeka namna gani? You see, in Ecclesiastes chapter 3 says, to everything there is a season and a time, to every purpose under heaven. Hallelujah. Amen. 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 To everything there is a season. Kuna hallelujah. Majira. Amen. Tell somebody there is a season for you. There is a season for you. Tell him or her, this is your season. This is your season. Amen. And a time to every purpose under heaven. Na wakati wa kila sababu chini ya every purpose in heaven. Kila sababu. Now look at it. This is a season. Hii ni majira. This is a cripple. Huu ni kiwete. One day. Siku moja. A season came. Majira imefika. Hallelujah. Amen. And when the season came, na wakati majira imefika, he was not the same again. Hakuwa vile. Hallelujah. A season. Majira. You know, the day, the way that day comes, vile wakati it comes the same way. Inakuja tu. But when it comes to the end, lakini inapofika it's a different day. Hallelujah. Tofauti. You know, in the morning, asubuhi, the cripple was crippled. Kiwete alikuwa tu kiwete. He was put in the way he used to be raised. Alikuwa amelazwa tu pale. The people who used to help him, watu tu walikuwa wanamsaidia. they were there. Walikuwa pale. Hallelujah. But in the evening, lakini jioni, there was no cripple. Hapakuwa na kiwete. Them who used to help him, wale walikuwa they came, walikuja, they found nobody. Wakapata. Because the season has changed. Kwa sababu majira imebadilika. Hallelujah. Amen. Let it be to you. Ikafanyike kwako. The season you have been struggling. Majira ambapo the things you have been going through. Mambo ambayo umepitia. Let those seasons come to an end. Wacha hiyo majira in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. The same way that they came up. Vile ilifika. Let it come down. Let the sun come down in the evening. Wacha jua likatue jioni. In a different person. Ukiwa in the name of Jesus Christ. Katika jina la The struggle you have been going through. Let it come to an end. In the name of Jesus. Hallelujah. You came up with the same struggle, but in the evening, you're a different person. In the name of Jesus. You in the morning, you are singing problems. But in the evening, you have a
new song. Kuna wimbo. Hallelujah. I declare a new song upon your mouth. I declare a new song upon your mouth. In the name of Jesus. For the Lord who gives us a new song, he is here in the name of Jesus. He said to David said that you drew me out of the horrible pit. And in the bare clay. And you set my feet upon the rock. You established my steps. Hallelujah. And you put a new song. A song in my mouth. A song of praise unto our God. The people will hear. Hallelujah. Hallelujah. The people will hear and fear God. Amen. This is what happened to this cripple. In the morning, he was a cripple. In the evening, our season has changed. The song has changed. He was walking with Peter and John in the temple, ripping and jumping, praising God. The song has changed. May your song change. May your song change. May your song change. In the name of Jesus. To the glory and honor of his name. Hallelujah. See what Paul says. In Ephesians chapter 5 verse 15. He says like this. See then that you walk carefully, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Therefore, be not unwise, but understand what the will of the Lord is. Hallelujah. Amen. Paul tells us to walk carefully. Not as fools, but as wise. Tell somebody be wise. Tell somebody be wise. Tell somebody redeem your time. Hallelujah. Amen. Amen. You know many a time we are living as if we are living this world forever. But this world is coming to an end. Hallelujah. Amen. If there is any time we need to correct ourselves, it's now. Jesus is nearer than before. Hallelujah. Amen. Jesus is nearer. He is coming very soon. He is nearer than when I believe. In the name of Jesus. Hallelujah. Now you see, many a time we live as we will be here forever. The time is coming to an end. Hallelujah. We need to redeem our time. We need to be serious with God. We need to be serious with things of God. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. This is not time to joke. We need to have deeper communion with God. We need to see miracles happening in our own lives. We need to see miracles happening through us. In the name of Jesus. That which God has called us. Be fulfilled in this generation. Hallelujah. Amen. This is a new generation. But I thank God there is righteous men. There is just men in this generation to correct them in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. But we need to open our ears, that we may know the true prophet and discover the false prophets. Because they are there to mislead people. The false prophets are there to mislead people with false miracles. Hallelujah. With the false miracle, manipulated miracle, but the Lord has raised each one of us to challenge them with the true miracle. Hallelujah. With the true miracle. You are a miracle worker. Hallelujah. Amen. God has given
start. Na nakungojea ili utende. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Redeem time. Komboa wakati. Tell somebody redeem time. Ambia mtu komboa wakati. Hallelujah. Redeem your time. Komboa wakati wako. Understand what the will of God is in your life. Jua mapenzi ya Mungu ni nini? Understand what the will of God is for this world. Jua mapenzi ya Mungu In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Are we together? Tuko pamoja. We are here in Mount Kenya. Tuko hapa As we are called by politicians. kama vile tunaitwa na wanasiasa. But we are here to change situation. Lakini tuko hapa tubadilishe. We are not here to be moved by euphoria of politicians. Tuko hapa kupeleka Hallelujah. vile wanasiasa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Listen to me. Sikiza. Mount Kenya fears God. Mlima Kenya unamwogopa Mungu. Are we together? Amen. 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 And we stand here to preach the word of the Lord. Tunasimama hapa And to pray and to change people in the name of Jesus Christ. To the glory and honor of His name. Kwa sababu ya utukufu wa jina lake. Amen. Listen to this. Sikiza hii. Opportunity lost cannot be recovered. Nafasi ambayo imepotea hawezi ipata tena. Don't lose your opportunity. Usipoteze nafasi Because the yako. opportunity lost, Kwa sababu ile nafasi you umepoteza cannot recover it. hawezi ipata tena. Hallelujah. Amen. Peter and John, Petro na Yohana they discovered their opportunity. walijua na And wakati they wake. did not lose their opportunity. Na hawakupoteza ile nafasi. Hallelujah. Amen. When these people looked unto them, Wakati huu He Petro told them, aliwaambia, gold and silver we do not have, dhahabu na fedha but hatuna, that which we have. lakini kile ambacho tuko nacho. Let me ask you, Wacha do you know what you have? unajua una nini? Peter and John understood what they have. Petro na Yohana walijua kile ambacho wako nacho. What they had is what they gave up. Kile walicho nacho ndicho. What you have is what you give up. Kile unacho ndicho. Hallelujah. Amen. So you must understand what you have. Kwa hivyo lazima ujue una What nini. do you have? Una nini? The word of God says that he who is in me is greater than who is in the world. Neno la Mungu nasema aliye I ndani have yangu ni Jesus. kuliko nina Yesu. My body is a temple of the Holy Spirit. Mwili wangu ni hekalu la Jesus Roho dwells Mtakatifu. in me. Yesu anakaa ndani I yangu. know what I have. Ninajua kile ambacho niko Hallelujah. nacho. I have the power to perform Nina miracles. nguvu za The kufanya. power of miracles is within me. Nguvu za muujiza And I ziko will ndani yangu. perform Na miracles. nitatenda In the muujiza name of Jesus katika Christ. jina la Yesu. Hallelujah. Amen. 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 It's very important to understand what you have. Ni jambo la maana kujua In the una nini. name of Jesus. Katika jina la Because Yesu. when you lose an opportunity, Kwa sababu unapopoteza you cannot nafasi, recover it. huwezi ipata tena. Tell somebody, Ambia mtu, be careful. jihadhari. Don't lose your opportunity. Usipoteze nafasi yako. Tell somebody, be alert. Mwambie mtu kuwa macho. Tell somebody, be alert in your spirit. Kuwa macho katika. Don't lose your opportunity. Usipoteze nafasi yako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. You know, they were going to prayer. Unajua alikuwa anaenda kwa maombi. Tell somebody prayer. Ambia mtu maombi. Tell somebody prayer changes things. Ambia mtu maombi badilisha mambo. Tell somebody what you are going through. Unajua ambia mtu kile ambacho Prayer unapitia. will change it. Maombi itaibadilisha. Tell somebody, Ambia mtu. tell somebody prayer will change that which you are going through. Ambia mtu maombi itabadilisha kile ambacho. Tell somebody it's prayer which will change your life. Ambia mtu ni maombi itabadilisha maisha In the yako. name of Jesus. Katika jina la Yesu. It's prayer. Ni maombi. And you know what is prayer? Na unajua maombi It's ni nini? communing with Ni God. kuongeleshana na It's Mungu. speaking with Ni God. kuongea na Mungu. Hallelujah. Amen. 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 You commune with God. Unaongea na Mungu. Hallelujah. Amen. You understand the will of God. Kujua mapenzi ya And Mungu. God understands you. Na Mungu akujue. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Let me ask you a question. Acha nikuulize swali. Do you pray? Wewe unaomba ama huwa unaomba? Answer for yourself. Jijibu. Do you pray? Huwa unaomba? Do you set a time for prayer? Huwa unaweka wakati wa kuomba? Huh? Or you pray for food in the morning Ama unaombea chakula and asubuhi? everything you shall eat that day? Na kila kitu ambacho Yes, utakula bread. kimebarikiwa. Pastor, I have prayed. Pastor, nimeomba. Brethren, you have not prayed. Haujaomba. Start praying. Anza kuomba. Let me tell you. Acha nikumwambie. There's something God, you know, there are things which are happening Kuna mambo ambayo yanatendeka spiritually. kiroho. And what is happening today in the spiritual realm Lakini ambacho kinatendeka katika ulimwengu wa kiroho
it's not the, it does not give us haitupi the right or conducive atmosphere for prayer. hali nzuri, haitupi hali nzuri ya kuomba. You understand me? Because of what is happening. Kwa sababu kile ambacho The political, the economical, ya hali ya kiuchumi, the traditionalists, hali ya utamaduni, the orders which are being raised, mambo ambayo inainuliwa, they are all against our prayer. yako kinyume na maombi yetu. And the atmosphere, Na hali let me put it like this, is totally defiled. na hewa imechafuliwa ama imenajisiwa. Hallelujah. Amen. It's only men Ni watu tu who understand what they have ambao watajua that kile they ambacho are able wako to nacho. make it. Wataweza They are kufanya able to vitu. spend times in prayer. Wataweza kuwa na wakati katika maombi. Hallelujah. But listen to me. Lakini sikiza, He who is in you is greater than he who is in the world. yule aliye ndani yako ni mkuu kuliko yule aliye. And it doesn't matter what they are doing. Haijalishi wanafanya nini. It doesn't matter the sacrifices they are offering. Haijalishi And it doesn't matter how confused, the confusion they want to bring to the people. Haijalishi ni kuchanganyikiwa gani wanaleta kwa watu. A believer is Mwaminio able to pray. ataweza kuomba. Hallelujah. Amen. And this is how you ought to make it in your heart. Na hivi ndivyo nastahili kufanya katika I will pray nitaomba. when I feel like praying Wakati nitasikia and when kuomba, I don't feel like na praying. wakati nitasikia nikana kwamba Hallelujah. kuomba. Amen. I will pray in season Nitaomba and out of season. na hata kama That is what the word of God says. hivyo ndivyo neno la Because Mungu. if there is any time Kwa sababu kama we kuna need to wakati see miracle happening, tunastahili kuwa na miujiza it's ikitendeka. now Sasa when the evil is raised up. wakati maovu yameinuliwa. Are we together? Amen. Amen. This is the time Huu ni wakati we need to see people getting sick, tunastahili kuwa na watu wakiokoka, healed spiritually. wakiponya This is the time Huu ni we wakati need to see the cripples walking. tunastahili kuwa na viwete wakitembea. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. And that is my Na responsibility. hiyo ndio kazi It yako. is your Hiyo ni responsibility. kazi yako In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Are we together? Amen. Hallelujah. You see, Peter and John, Unaona Petro na they Yohana never lost their opportunity. hawakutupa nafasi They yao. used to go and commune with God. Walikuwa wakienda na kuongea Make na a Mungu. point Wa- of going to commune with God. Fanya ama kuwa na wakati wa All the kwenda time. na Mungu kila wakati. Commune with Kila God. wakati ongea na Mungu. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. Commune with God. Ongea na Mungu In the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu. Another thing Jambo lingine is motive. na ni ile lengo lako. Motive. Lengo. You see, there are things which does not happen to us Kuna mambo ambayo haitendeki kwetu because of wrong motive. kwa sababu ya kuwa na lengo mbaya. Motive is that which cause a person to act or to do something. Lengo ni jambo ambalo linakufanya Why are you praying? Kwa nini unaomba? When you pray for that cripple, Unapoombea huyo what kiwete, is your motive? lengo lako ni nini? Hallelujah. Amen. You see, Peter and John, Petro na Yohana they had a right motive. walikuwa na lengo mzuri, Because you see, when you are filled of the Holy Spirit, kwa sababu wakati umejazwa na Roho when you Mtakatifu, experience the baptism of the Holy Spirit, wakati unapopata ubatizo wa Roho Mtakatifu, the Holy Spirit Roho Mtakatifu is able to align you anaweza to kukupeka the karibu right motive. kwa lengo mzuri. Hallelujah. Amen. 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 Because you see, Kwa sababu when you do, if your motive is that people will see you, ni kama lengo ni people kwamba watu will know wakuone, that you have power, watu waone kwamba nina that you nguvu, will be exalted, kwamba utainuliwa, people will fear you. watu watakuogopa. Nothing godly will happen in your life. Hakuna kitu cha kiungu kitatendeka katika maisha yako. Amen. Because that is pride. Kwa sababu hiyo ni And you dalili. know, Na unajua God resists pride. Mungu hukataa wenye kiburi. He resists. Yeye But huwakataa. gives grace Lakini anawapa neema to the humble. kwa wale wanaonyenyekea. Hallelujah. Amen. May the grace of
of God be upon you. Neema ya Mungu May the grace of God be upon you. Neema ya Mungu ikae In the name of Jesus. katika jina la The Yesu. grace of performing miracles. Neema ya kutenda The miujiza. grace of bringing many to the kingdom. Neema ya The kuwaleta grace watu kwa of Bwana. overcoming what you go through. Neema May ya it come upon you right now. Ikawe In the name of Jesus katika jina la Christ. Yesu. Receive that grace. Pokea hiyo neema. Receive that grace. Pokea hiyo In neema. Jesus' mighty name. Katika jina kuu. Hallelujah. Hallelujah. Receive the grace of performing miracles. Pokea neema ya kutenda. Grace of miracles. Neema ya Let miujiza. it be upon you. Ikawe juu yako. Grace of sharing the word of the Lord. Neema ya kutangaza. Oh yes, in the name of Jesus. Katika jina The la Yesu. grace of giving like a counsel. Neema ya kupatiana mashauri nzuri. Grace of encouraging. Neema ya The kutia weary. moyo. Wale In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Hallelujah. I declare the grace of God. I declare the grace of God. I declare the grace of the Lord. In the name of Jesus. My sister, it's not time to give up. Let the grace of God be upon you. There is a lot of work God is waiting for you to do. In the name of Jesus. For you are saved for a Kwa purpose. sababu umeokoka kwa sababu fulani. Umeokoka kwa kusudi. Umeokoka kwa kusudi. Hallelujah. Amen. Let us read something here about the Solomon and David in 1 Chronicle 28. 1 Chronicle 28. We are reading verse 9. It says like this. And you, Solomon, my son, know you the God of your father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind. For the Lord searches all hearts and understands all the imaginations of the thoughts. If you seek him, he will be found of you. But if you forsake him, he will cast you off forever. Hallelujah. Amen. This is David Huyu ni Daudi speaking to his son Solomon. akinena na mtoto wake And he Solomon. spoke for him as he gave the final words Alimnenea akampa and final advices na mashauri ya mwisho before he left. kabla hajaenda. He says, Nasema, Solomon, my son, Suleiman mwanangu, know you the God of your father. umjue Mungu wa mababa zako. Hallelujah. Amen. My brother, my sister, Ndugu zangu, know you the God of your father, jueni Mungu wa mababa zenu, the creator of heaven and earth, aliyeumba mbingu na nchi, the Father of our Lord Jesus Christ. baba wa Bwana wetu. Know you Mjue the God of your father, Mungu wa mababa zenu and serve him with a perfect heart. na mtumikie kwa roho mzuri. Tell somebody, serve God with a perfect heart. Na mtumikie Mungu kwa roho kamilifu. Lakini hawasemi. Are you serving? Na mtumikia nani? Tell somebody, Ambia mtu, serve God tumikia Mungu with a perfect heart. na roho kamilifu. Hallelujah. Amen. Serve God Tumikia Mungu with a perfect heart. na roho kamilifu. Amen. With a willing mind. Na na fikira inayopenda. Tell somebody, serve God with a willing mind. Tumikia Mungu na mawazo yanayopenda. Tell somebody, don't be forced to serve God. Usisukumiliwe kumtumikia Mungu. Serve him willingly. Umtumikie ukijipendea With a willing mind. na mawazo inayojipendea. Hallelujah. Amen. You know, if you don't serve God with willingly, Unajua with a na perfect heart, usipomtumikia you will Mungu never experience a miracle. na roho inayojipendea na ukijipendea hautaona muujiza. Utakuwa unasikia Hautaona hadithi wengine wakisema niliombea mtu akaokoka, niliombea mtu akapona, niliombea mtu mguu kidonda kikapona. Wewe unauliza nimeokoka miaka 20 na sijawahi ombea. Kwani kuna miujiza? Why? Because you are not serving God with a perfect heart.
Kwa sababu humtumikii Mungu. You are not serving God willingly, with a willing mind. Usimtumikii Mungu kwa kujipendea. You have not known your Father. Hujamjua baba Our yako. Father is a miracle worker. Baba yetu ni wa kutenda miujiza. Hallelujah. Amen. And He is looking at us that we may perform miracles. Na anatutazamia ili tukatende miujiza. Unajua Mungu huhurumia. Siku za kuhurumiwa na Mungu zimeisha bwana. Umeokoka siku nyingi. Get out of your kakuru. Utoke mahali ambapo uko. Get out of your unbelief. Utoke mahali You have trusted your strength for so long. Umeamini nguvu You zako kwa have wakati. trusted yourself for so long. Umejiamini wakati You think that you can do without God. Unafikiria unaweza bila Mungu. You may think that you can do with politicians. Unafikiria unaweza na They will give you handout. watakupa vitu vidogo. This month you can think from now up to August you can eat from their pocket. Kutoka sasa mpaka August. But from August 2022, lakini kutoka mwezi wa 8 2022 you will eat utakula from who? Kutoka kwa nani? You forget God now because it's their idols. Usahau Mungu kwa sababu You go and sing for them, uende uwasimbie, worshiping their idols. ukiabudu miungu yao. And you forget there is God in heaven to be worshipped. Na usahau kuna Mungu mbinguni Let anastahili me kuabudiwa. tell you as a believer, Acha nikwambie kama don't mwamini. be found singing for anybody. Usikutwe ukiuimbia mtu yeyote. Huh? Even put in those t-shirts. Hata kuvaa hizo t-shirts. Get a t-shirt and you take to people who print. And if you don't know them, come and tell you. I will give you a scripture. You put it and you put it behind you. Chukua You t-shirt speak the word of God. Uhubiri neno la Mungu. That man you are putting behind you, is he your God? Huyu mtu naweka nyuma yako. Is he your God? Yeye ndiye Mungu wako. And you are telling as you go, Na unatoka. this is my God. Huyu ndiye Mungu wangu. He cannot add, he doesn't know even the hair of your head. Hata hajui nywele za He cannot even add a single minute or second in your life. hata hawezi ongeza dakika ama sekunde moja. And you trust him as he is a God. Na unamwamini I kwa say yeye. no in Jesus' name. Ninakwambia hapana katika jina la Yesu. Usiseme hukukanywa. These are not our God. Hawa sio Mungu wetu. Hizo t-shirts zimepelekwa kwa madhabahu ya mapepo. Na wewe unafaa ya nini? Should not be found with you. Haistahili kupatikana. You need to carry. You are a carrier of God. Wewe ni wa You are a temple of God. Wewe ni hekalu ya You Mungu. are a miracle performer. Wewe ni wa kutenda miujiza. Hallelujah. Amen. Ukienda pale unaonyesha yule amevaa ile t-shirt imeandikwa fulani wa fulani. Ama reflector fulani wa fulani. Ndio unatangaza. Acha hiyo. Hallelujah. Amen. Serve God. Tumikia Mungu With a perfect heart. na roho kamilifu And a willing mind. na mawazo And you will see things happening in your life. na utaona mambo yakitendeka. Hallelujah. Because why? Kwa nini? God, Mungu. see, for the Lord searches all hearts. Kwa sababu Mungu huchunguza roho. Hallelujah. Tell somebody the Lord searches your heart. Bwana huchunguza roho. Tell somebody you are naked before God. Mwambie mtu wako. Hallelujah. You may hide from pastor. Unaweza kuficha. You may hide from the readers. Unaweza kuficha. You may hide from your parents. Unaweza But you are kuficha. naked before God. Lakini uko wazi mbele ya The Lord searches all hearts. Bwana huchunguza roho. And understand all the imaginations of the thoughts. Amen. Amen. What you are thinking right now, Kile ambacho nafikiria sasa as I hivi preach, ninapohubiri, the Lord searches it. Bwana anachunguza. Amen. Hallelujah. Amen. The Lord understands it. Bwana anaijua. You cannot hide. Huwezi jificha. Hata wakati unasema wacha pastor aongeaje na unasonga, Mungu anajua na anaelewa. Hallelujah. You know, that is why you need to see God.
And you need to know how to stay with God. Because you cannot hide from Him. Kwa sababu huwezi jificha kutoka kwake. Hallelujah. See, He says, He will be found. If you seek Him, He will be found of you. Hallelujah. Amen. Amen. When you serve Him, unapomtumikia, when you with perfect heart, na roho kamilifu, with will and mind, na mawazo, when you seek Him, unapomtafuta, He is found of you. atakuonekania. Amen. Amen. But if you forsake Him, He will cast you off forever. Na unapomwachilia atakuondoa milele. You know that sometimes you read the scripture, Una wakati unasoma maandiko na unashangaa. Unakutana na mtu anafanya vituko, anakuambia Mungu understands. God will understand. Na anakuambia now and God is saying, na sasa Mungu anasema, if you forsake me, unaponiacha, I will forsake you forever. Nitakuacha milele. Hallelujah. Amen. Don't do things contrary. Usifanye mambo kinyume na Mungu. Mtu anayetenda miujiza, follow the law of God. Yeye hufuata amri. His motive is right. Proverbs 16 verse 2. Proverbs 16 verse 2. Mithali sura 16 16 verse 2. It says, all the ways of a man are clean in his own eye, but the Lord weighs the spirit. Hallelujah. Amen. I read again. All the ways of a man are clean in his own way, in his own eyes. Mambo yako yote ni mazuri ukitazama na macho yako. Bwana asifiwe. Amen. But the Lord weighs the spirit. Lakini Mungu hupima roho. He weighs the spirit. Yeye hupima roho. What are you doing? Unafanya nini? Where is your heart? Roho yako iko wapi? Hallelujah. He weighs the spirit. Yeye hupima roho. Not what we do. Si vile ambavyo tunafanya. Not what we are saying. Hata kile ambacho but He weighs the spirit. Lakini yeye hupima roho. You know the mouth can sometimes talk contrary to the spirit. Unajua wakati mwingine, but the Lord lakini Bwana weighs the spirit. hupima roho. Take care of your spirit. Take care of your spirit. Hallelujah. Amen. Tell somebody, take care of your spirit. Ambia mtu, take care of your spirit. Jihadhari kwa roho yako. God weighs the spirit. Mungu hupima roho. Amen. Amen. And you know in the spirit that is where your motive are. Na unajua kwa roho yako hapo ndipo lengo lako liko. Another thing, let us go back to Acts. Acha turudi kwa Matendo ya Mitume. Verse 4 says, then Peter said, silver and gold have I none, but such as I have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. The fourth thing is, be focused. Kuwa na mwelekeo. Be focused. Kuwa na mwelekeo. Be focused to do the work of the Lord. Kuwa na mwelekeo ili focus yourself. Jipange. Peter was focused. Alikuwa na mwelekeo. Hallelujah. Amen. He was focused. Alikuwa na mwelekeo. When this cripple stretched his hand, wakati huu he kiwete fastened his eyes on him. Alimkazia macho. And told him, look unto us. Tutazame. What was Peter saying? Petro alikuwa anasema nini? Focus. Jikuwa na mwelekeo. Amen. 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 Focus. Kuwa na mwelekeo. Then Peter says, Petro akasema, silver and gold I do not have. Dhahabu na fedha sina. Hallelujah. Amen. 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 But that which I have. Lakini kile ambacho Hallelujah. Amen. But that which I have. Kile ambacho ninacho. What do you have? Una nini? Hallelujah. Amen. 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 You know, this doesn't mean Petro was poor. Alikuwa maskini. It doesn't mean that. Haimaanishi hivyo. Hallelujah. Amen. Don't think that he did not have money. Usifikirie kwamba hakuwa na He pesa. had something to give. Alikuwa na kitu ambacho And he tells him, lakini anamwambia, this man does not need money. huyu mtu hastahili pesa. Hallelujah. God has silver I do not have. Dhahabu na fedha But sina. that I have. Lakini kile In ambacho the name of Jesus. katika jina la Rise and walk. amka utembee. Hallelujah. Amen. You have a
power. Una nguvu. Hallelujah. Amen. Peter is saying that which I have. Petro anasema kila I have kitu the power to heal you. nina nguvu za I have the kuponya. power to change the situation today. Nina nguvu za kubadilisha Amen. Amen. For this day I have been meeting you here every day. Kila siku But today lakini is a leo different ni day. siku It's a tofauti. different season. Ni majira. That which I have, Kila ambacho niko in the nacho. name of Jesus, Katika jina la Yesu. rise and walk. Inuka na utembee. Hallelujah. Amen. God, give us that boldness. Mungu tupe ujasiri. Give that faith. Tupe imani hii. Give that faith, oh God. Tupe imani In hii. the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. I declare that boldness upon you. Natangaza I ujasiri declare huo. that boldness. Natangaza You ujasiri don't care huo. what people will say. Haijalishi watu But watasema you nini. care what God has said you to do. Lakini haijalishi In the kile name ambacho of Mungu Jesus. amekupa. Hallelujah. Amen. You know many a time we meet cripples and we think about our pockets. Unajua wakati mwingi God is not looking at your pocket. Mungu He is looking at what you have. anatazamia You have something to do. You have a word to bring change. You have a word to bring change to that situation. You have a word to restore that family. You have a word to bring healing to that sick person. In the name of Jesus. That which I have. Kile ambacho niko nacho. In the name of Jesus. Katika jina la Rise and walk. Inuka na utembee. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. You know many a time Unajua wakati mwingi we think that we don't have anything. tunafikiria kwamba hatuna kitu chochote. Every believer has a word. Kila mwaminio ana Every neno. believer has a word. Kila mwaminio ana neno. Hallelujah. Amen. Be bold. Kuwa na ujasiri. Say, Father. Sema Baba. Come on, Father. Father. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Give me boldness Give me boldness to declare to declare what I have. what I have. In the name of In Jesus. the name of Jesus. Say amen. Amen. Hallelujah. Be focused. Kuwa na mwelekeo. The next thing is Jambo lingine ni look up. tazama juu. Look up. Tazama juu. To God. Tazama juu kwa Mungu. Where our help comes. Mahali ambapo msaada wetu. Hallelujah. Amen. Our help comes from heaven. Msaada wetu unatoka kwa It Mungu. doesn't come from anybody. Hakuna kitu Hallelujah. Amen. It doesn't come from azimio ya mmoja. Our help comes. Msaada It wetu doesn't come from UBA. haitoki kwa hivi. And it doesn't come Haitoki from Oka. kwa moko. It doesn't come Haitoki from the witches. kwa wachawi. It doesn't come Haitoki from our kwa godfathers. wale It wanao. comes from God. Inatoka Tell kwa Mungu. somebody, my help comes from the Lord. My help comes from the Lord. Come on, say with confidence, my help comes from the Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. In Psalms 121 Katika Zaburi and verse 1 says, mstari wa kwanza. I will lift up my eyes unto the hills, from which comes my help. My help comes from the Lord, who made heaven and the earth. Hallelujah. Amen. My help comes from the Lord. Yeah, the help of your business comes from the Lord. And it doesn't come from anybody. People may speak, may throw you away. They squeeze you wherever you are. They talk about you. But my help comes from the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. The help for your house Msaada wa nyumba comes yako from the Lord. unatoka kwa In the Bwana. name of Jesus. Katika jina la That Yesu. breakthrough you need, Mungu akupenda that help will come from the Lord. Msaada In wetu the unatoka kwa name Bwana. of Jesus. Katika jina That la Yesu. restoration you need, Mungu akurejesha that unastahili. touch of your family you need, Huo uguso wa comes familia from the yako Lord. unatoka kwa Bwana. I will look unto the heavens Nitatazama where my help comes from. mahali ambapo msaada wangu utatoka. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. The next thing, Jambo lingine, be expectant. kuwa na tarajio. Tell somebody, be expectant. Ambia mtu kuwa na tarajio. Hallelujah. You know the problem we have. Unajua shida We tunayo. come to the church Tunakuja because kanisani it's a kwa Sunday. sababu ni Jumapili. Don't come because it's a Sunday. Usikuje kwa sababu ni Come expecting from God. kuja ukitarajia. Wherever you go before the presence of God, Mahali ambapo unaenda katika expect to uwepo wa hear Mungu. from God. Tarajia Expect to receive from God. Tarajia upokee. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. And you know you must know how to quicken your spirit. Na unajua unastahili kujua vile ambavyo unakoroga roho You yako. see, Peter is telling this young man, Unajua the kama unaambia people, huyo mtu. look unto us. Nitazame.
Hallelujah. Amen. Verse 5 says, Mstari wa 5. and he took him by the right hand. Let us go back to verse 4. And Peter fastened his eyes upon him with love and said, look up, look onwards. And he gave heed unto them, expecting to receive something of them. Hallelujah. Amen. Expecting to receive. Tell somebody, be expectant. Kuwa na tarajio. Be expectant. Kuwa na tarajio. Tell somebody, be expectant for a miracle today. Ambia mtu anatarajia Now you might don't know what you are going through, sijui napitia but nini, there is a miracle for you. lakini kuna muujiza. Hallelujah. The people looked at Peter and John, Petro atazama kile kiwete alitazama akitarajia. hallelujah, expecting. Akitarajia. You know, Peter was telling him, Unajua Petro look alisema on us. tutazame. Hallelujah. Amen. Look on us. Tutazame. What do you expect? Unatarajia nini? The cripple was expecting to receive. Kiwete alikuwa He said, anatarajia this kupokea. man, Anasema today I am going to be rich. leo nitakuwa tajiri. Today I have money. Leo nina pesa. Today these are going. Like when they saw, you know, when they saw the response of Peter, Wakati waliona majibu ya responding to Petro him, wakimjibu, then he expected. alitarajia. Hallelujah. Amen. But he received Lakini alipokea beyond what zaidi he expected. ya kile ambacho He alitarajia. expected to receive something for the day, Alitarajia kupata but kitu he kwa siku hiyo. received Lakini alipokea miracle for life. muujiza kwa Hallelujah. siku zake He zote. received miracles for life. Alipokea His muujiza kwa life siku. changed. Maisha yake His yakabadilika. situations changed. Hali yake He will ikabadilika. not be carried anymore. Hatabebwa He tena. can walk with his own leg. Anatembea In the mwenyewe. name of Jesus Katika jina Christ. la Yesu. Hallelujah. Amen. Be expectant. Kuwa na tarajio I decree to you, na you mtangazio. will not be carried anymore. Hautabebwa You tena. will not go through what you are going through. The Hautapitia situations are going to change. hali In the itabadilika. name of Jesus. Katika jina la Be Yesu. expectant. Kuwa na tarajio. Hallelujah. Amen. 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 Maybe you have been carried by people. Labda umebebwa na watu. Huh? Maybe physically you are okay. Labda But tukikuwa when it uko comes sawa. to your finances, Lakini when kifika it kwa comes to pesa your zako, life, ukipitia people kwa carry maisha, you. watu I decree mkubeba. a miracle to you. Na natangazia They will not carry you anymore hawatakubeba tena. because your situations are changing. Kwa sababu hali yako You inabadilika. are changing. You have Unabadilika. changed in Umebadilika. the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Be expectant. Kuwa na tarajio Is to prepare your heart ni kutayarisha roho yako and be ready to receive a miracle. na kuwa tayari kupokea Being muujiza. expectant Kuwa na tarajio is preparing your heart ni kutayarisha moyo wako and being ready to receive. na unakuwa tayari kupokea. Hallelujah. Amen. Being ready to receive Na unakuwa Receive. tayari kupokea a miracle. muujiza. You know, a miracle cannot happen to you Muujiza hawezi if your kutendeka heart is not prepared to receive. kama roho yako If you are haijajitayarisha not kupokea. ready to receive. Kama hujajitayarisha kupokea. Amen. Amen. And many a time Na mara we nyingi come to church, tunakuja but kanisani our heart are not prepared. lakini roho zetu haziko tayari. Our mind is not prepared. Mawazo yetu haiko We are tayari. not ready to receive. Hatuko tayari And when you kupokea. are not ready to receive, Na wakati hauko you tayari come to kupokea. church, Unakuja you are kanisani. praying for, but you Unaombewa walk out lakini unatoka hivyo the same you came. vile ulivyokuja. Tell somebody no more. Ambia mtu haitakuwa vile tena. Hallelujah. Amen. No more. Haitakuwa vile tena. As I come to church, Ninapokuja as I kanisani, come where the word of the Lord is being spoken, ninapokuja I am katika neno la expecting. Mungu na I am expecting to ninatarajia receive kupokea a miracle. muujiza. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. You know, somebody may ask, Unajua mtu anaweza uliza, yeah, I don't need a miracle. mimi sihitaji muujiza. You don't need, but I need it. Hauhitaji lakini nahitaji. Amen. Because whenever I come in the presence of Kwa God, sababu ninapokuja katika uwepo wa Mungu, I need a miracle. ninataka muujiza. I am an expectant of a miracle. Ninatarajia Hallelujah. muujiza. Amen. Even in the afternoon, if I come to the presence of God, Hata jioni I ninapokuja am katika uwepo wa expectant Mungu, of a miracle. ninatarajia muujiza. Hallelujah. Amen. 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 I am expectant of Ninatarajia miracle muujiza in the name of Jesus. katika jina la Yesu. Now, verse
7. Mstari wa 7. It says what? And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength, and he leaping up stood and walked and entered with them and to the temple, walking, leaping, and praising God. Hallelujah. Amen. Yep. The 7 point is, Pointi ya 7 ni be a risk taker. kuwa mtu wa kuhatarisha. Be a risk taker. Kuwa mtu wa You know, kuhatarisha. when you risk, Unajua unapohatarisha. see what Peter did. Ona vile Petro When he alifanya. told this man, Alipoambia huyu mtu, rise up and walk, inuka utembee. this man could not believe himself. Huyu mtu He hangejiamini. needed a help. Alistahili kusaidiwa. Hallelujah. Amen. He needed a help. Alistahili Peter kusaidiwa. stretched his hand. Petro akanyosha mkono He wake. held him Akamshika. and raised him up. Akamuinua. Hallelujah. Amen. 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 And when he raised him up, Alipomuinua, what happened? nini His litendeka? bones Mifupa yake gained strength. ikapata nguvu. His bones Mifupa yake gained strength. ikapata nguvu. And he stood up. Ana akasimama. Hallelujah. Amen. There is a lot we can read here. Kuna mambo mengi tunaweza soma. Because when Peter spread the hand, Kwa sababu Petro alipomnyoshea it's a mkono, point of contact. ni hali ya Hallelujah. kuwasiliana. Amen. 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 The power Nguvu in Peter kwa za flows to Petro the cripple. zinatiririka And kwa the cripple is kiwete. lifted up. Na kiwete Hallelujah. anainuliwa. Hallelujah. Amen. Amen. The cripple is lifted up. Kiwete And anainuliwa. when he is lifted Na up, he anapoinuliwa lives and walks. anatembea. Hallelujah. Amen. 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 You see, there is a point of contact. Kuna hali ya There mawasiliano. are miracles you must have a point of contact. Kuna miujiza ambayo And wanastahili when the mnastahili time kuwasiliana. you hear us calling you, if you need a miracle, if you need a prayer, come forward. Na ndiposa wakati mwingine Why? tunasema wakati tunataka A muujiza point of kuja. contact. Ni hali ya If mawasiliano. God he says laying hands. Ni Paulo anatuambia kuwekelea mikono. Amen. Amen. Raise the hand. Kuwekelea mikono. But Peter did not raise the hand. Lakini Petro He hakuwekelea stretched mikono. the hand. Alimnyoshea mkono. Hallelujah. Amen. 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 He stretched the hand. Alimnyoshea mkono. He stretched and you see the cripple stretched his hand Na kiwete pia to akanyosha receive the mkono. hand of the Peter. Ili apokee mkono And wa Peter Petro. says, "Rise up." Petro akamwambia inuka. Hallelujah. Amen. 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 And the cripple walked, Na kiwete and akatembea. the bones were Na straightened. mifupa ikawa Hallelujah. Amen. And you see, brethren, Na unaona many wapendwa, a time wakati mwingi we miss the point. tunakosa ile hali point. Because if Peter did not stretch his Kwa hand, sababu Petro kama he is hakushika the person mkono. who is speaking. Yeye ndiye He is the ananena. person who is relieving the power. Yeye ndiye He anaachia. knows what he is saying. Anajua The vile cripple anavyosema. doesn't understand. Kiwete hafahamu. But he understands. Lakini He has anafahamu. to stretch his Lazima anyoshe hand to mkono. help him to raise up. Ili amsaidie kuinuka. And many a time, Na wakati for mwingi us, we are not ready to be helped. sisi tu hatuko tayari kusaidiwa. I am complete. Why should I need prayer? Mimi nimekamilika, kwa nini nihitaji Listen to maombi? me. Sikiza. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. There are miracles you miss. Kuna miujiza ambao unakosa. Do you know if Peter never stretched his hand, Unajua kwa you may have kama left that cripple there? kama hangemnyoshea mkono angemwacha pale. Huh? How many times Ni mara ngapi you have come to the house of God umekuja kwa nyumba ya and Mungu left without your miracle, na umeachwa bila muujiza saying, wako? I can pray for myself? Unasema naweza jiombea. Hallelujah. Haleluya. Amen. Hallelujah. There are times which comes Kuna wakati unafika you need to be prayed for. unastahili kuombewa. And I feel in my spirit, Na ninanyizika kwa roho there are yangu. many a time Kuna mara nyingi we miss the point. tunakosa. Here. I'm not talking about outside. Zineni juu ya I'm talking nje. about here. Ninanena juu ya hapa. Hallelujah. Amen. Because you don't need, coming forward does not matter Kwa sababu kuja hapa mbele to any haijalishi other person kwa mtu mwingine yeyote, but to you. lakini kwako. Hallelujah. Amen. 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 If I am confused, Kama ninahimizika, when you go to pastor's meeting tutapoenda kwa and I hear the word na and I ninasikia want to connect with
with that word. Na nataka kushikana na I ile feel neno. that I need that touch. Ninasikia I'll go forward nastahili to be kuso. prayed for. Nitatoka mbele Hallelujah. Amen. 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 Why? Why? I need that connect. Ninataka I ule need that kushikana. attachment. Ninataka I kule need that kushikana. connection. Ninataka kule That's kushikana. what I'm feeling. Kwanza kwamba kile It's ambacho gonna be nasikia complete. kikamilike. Are we together? Amen. 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 Hallelujah. Amen. Tell somebody, Ambia mtu I will never again sitarudi tena go out ende nje without complete miracle. bila muujiza ambao In umekamilika Jesus' name. katika jina la Yesu. You know, learn to risk your life. Jifunze kuhatarisha maisha yako. Lastly, Ya mwisho, let me first read here. And all the people saw him walking and praising God. That is verse 9. Verse 10 says, and they knew that it was he who sat for us at the beautiful gate of the temple. And they were filled with the wonders and amusements and that which had happened unto him. Hallelujah. amen. You know, when you go to Psalm 40, Unapoenda it says he will draw me out of the horrible pit, inasema kwamba nitalitoa kwa out shimo of la mere clay. kutoka kwa matope. He set my feet upon the Lord Ataweka miguu yangu juu ya mwamba and established my na steps asimamishe hatua zangu and put a new song na aweke wimbo mpya into my mouth. kwa mdomo wangu. Hallelujah. Amen. A song of praise. Wimbo wa kusifu. Hallelujah. Amen. I put that. Nina You see, this cripple huyu kiwete was in horrible pit. alikuwa kwa shimo la Horrible pit was, shimo he hilo. was crippled. Alikuwa kiwete. Hallelujah. Amen. He had to be helped. Lazima angesaidiwa. But when Peter came around, Lakini Petro alipofika and pale when the miracle has na happened, wakati muujiza what umetendeka, happened? nini mtendeka? Jesus Yesu set this cripple's feet upon the Lord Jesus aliweka miguu ya huyu kiwete kwa mwamba and Yesu established his feet. na akasimamisha miguu steps. ya nyayo zake. Hallelujah. Amen. Established his steps. Akasimamisha nyayo He zake. was secure. Alikuwa He amelindwa. can jump and leap. Anaweza tembea. Hallelujah. Amen. 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 He put a new song in his mouth. Akaweka wimbo mpya kwa mdomo wake. He went to the temple Akaenda hekaluni praising God. akimsifu You Mungu. understand me? Amen. He went to the temple praising. Alienda kwa hekalu God. akimsifu Mungu. What happened? Nini ilitendeka? And the people, the Psalm says Zaburi that inasema the people will hear na watu and they watasikia will fear na God. watamwogopa And Mungu. what is people are doing here? Na watu wanafanya They are nini hapa? marveling and Wanashangaa asking, na is wanajiuliza, this not the cripple huyu si who ndiye used to kiwete sit alikuwa in akikaa front of the beautiful gate hala mbele ya mlango asking for us? akiomba pesa? Now he is reaping. Sasa anatembea praising God. akimsifu Mungu. Let it happen to you. Wacha And ikakutendekee. it doesn't matter where people have put you. Wajalishi watu May the wamekuweka wapi. Lord set your feet upon the Lord. Bwana akaweka miguu May He yake juu ya establish mwamba. His step. Akanyoa May He akafanya put a new shughuli. song in your mouth. Akaniweke miguu In the katika name mdomo of wangu. Jesus. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. May He put a new song in your mouth. Akaweke wimbo mpya katika mdomo wako. Have a new song. Kuwa na wimbo I mpya. declare a new song upon your mouth. I declare a new song in the name of Jesus. As people went at the house of God praising and worshiping God, may you praise and worship Him in the name of Jesus to the glory and honor of His Kwa name. sababu ya utukufu wa jina lake. Verse 16 says, Mstari wa 16. for me, I call it, let your faith be in Christ. Wacha imani yako ikawe kwa Kristo. And His name, through faith in His name, has made this man strong, whom you see and know. Hallelujah. Whom you see Ambaye and know. mnaona na mnamjua. Faith changes one's situation. Imani hubadilisha hali. Hallelujah. Amen. 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 The faith which is by Him has given him this perfect soundness in the presence of you all.
Hallelujah. Amen. The faith. Tell somebody faith. Imani. Ambia mtu imani. Tell somebody faith. Ambia mtu imani. Tell somebody faith. Imani. You see, Peter is telling people Petro anaambia that the faith in the name of Jesus kwamba imani has katika made Yesu this person healed. imefanya huyu mtu apone. Hallelujah. Amen. Amen. And he says, in faith in him Kwamba imani iliyo ndani yake has given him this perfect soundness. imefanya huyu mtu ajisikie kikamilifu. Hallelujah. Amen. So faith in Jesus Kwa hivyo imani and kwa Yesu faith in you. na imani iliyo The ndani faith yako. in you Imani iliyo ndani will yako give you breakthrough. itakupa The faith in you imani iliyo ndani will yako give you miracle. itakupa muujiza. Hallelujah. Amen. The faith in you, Imani iliyo ndani yako not in somebody else. sio kwa mtu mwingine. Faith in you Imani ndani yako will give you perfect soundness. itakufanya uwe And you see, unasikia. this cripple did not stay there, I am healed. Hakukaa He pale went mlangoni. praising God Alienda kimsifu in the Mungu house, kwa nyumba, in the temple. kwa hekalu, Hallelujah. Amen. In the presence of the people katika uwepo wa who watu wondered, ambao are these walishangaa. not the cripple who used to ask for us? Ambaye alikuwa Is it akiomba not pesa. what has happened of him? Nini imemtendekea? Hallelujah. Amen. A miracle has happened. Muujiza umetendeka. Tell somebody a miracle has happened. Ambia mtu muujiza In the name of Jesus. katika jina la Let Yesu. it be to you Wacha as ikakutendekea. it happened to this young Vile man. ilivyomtendekea. Let it be to you. Ikawe kwako. What you go through, Kile ambacho may napitia. you receive your miracle. Ukapokee May muujiza. you receive your miracle. Ukapokee muujiza. May you receive your miracle. If it doesn't matter what you are struggling with, Haijalishi if it doesn't matter who is against you, Haijalishi if it doesn't matter who is for you, I declare a miracle right now. I declare a miracle in the name of Jesus Christ. Let heaven open and let the miracle come upon you according to your faith. According to your faith. According to your faith. According to your faith. In the name of Jesus. Can you arise and just go before the Lord and call upon His name? In the name of Jesus. Receive your miracle right now. Release yourself. Release yourself. Let the power of God come upon you. Let the power of miracle come upon you. Let every chain be broken. Let every power of darkness be broken. Every forces of the enemy be broken. Every spirit of hatred. Every spirit of being crippled. Let it be broken now. In the name of Jesus Christ. Every power hindering you to experience your miracle, I destroy it. I break it. Every spirit of unbelief, let it be destroyed. Let it be brought down. Let it be scattered. In the name of Jesus. Come on, come on, come on, come on, come on. Yes, yes, there is power. In the name of Jesus. The power of the Holy Spirit. Let it move, let it move, let it move. There is power in that place. There is power in that place. There is power. The power of miracle right now. In the name of Jesus. Lift up your hand, and open your mouth and call upon the name of the Lord. Release that which hold you. Release where you are crippled. Release that. Release it. Release it.